Hii ndiyo injili ambayo watumishi wa Mungu inabidi muihubiri kwenye jamii. Hii ndiyo injili ambayo inapaswa viongozi, jamii pamoja na watu wote waipokee hii injili. Acheni injili ya kusema kwamba pokea magari na pokea pesa na pokea. Unamwambia mtu pokea majumba na pokea. Hiyo sio injili ambayo inajenga, ni injili ambayo inabomoa, inamjaza mtu hofu la kiroho, inamjaza mtu ujinga badala ya kuwa na akili pamoja na utambuzi wa mema na mabaya. Sasa nataka niwaambie kitu kimoja. Unajua kuna rushwa, kuna wizi, ubadhirifu wa mali ya umma pamoja na ufisadi vimekisiri kwenye jamii. Lakini ni nani ambaye anapaswa kuviadresi hivi vitu kwa wahusika? Ni sisi wenyewe, hasa viongozi wa dini. Ni lazima mlikemee hili. Lakini viongozi wa dini kuna jambo ambalo mnachanganya, kwa sababu wewe kiongozi wa dini una dhamana kubwa sana ya kuweza kuongea na kiongozi moja kwa moja. Lakini namna ambavyo viongozi wa dini mnakuja kuongea wizi, ubadhirifu wa mali ya umma pamoja na ufisadi, mnakuja kuongea public kwetu sisi, badala ya ninyi mfate yule muhusika kwa sababu mnamjua, mkae naye mwambie hii unafanya ni rushwa, unafanya wizi, unafanya ubadhirifu wa mali ya umma, unakuja kuongea kwenye public. Maana yake sasa sisi wananchi tunapotambua jambo hilo, ni lazima sisi tuwe na hasira, kwa sababu sisi ndio tunaoishi maisha magumu. Unaponiambia kwamba kuna ubadhirifu wa mali ya umma, kwamba sehemu ambapo ilitakiwa itumike milioni 20 imetumika milioni 30 au milioni 100, ninawaza hii fedha kumbe ingeenda sehemu fulani, ingeturahisishia sisi watu wa chini maisha. Maana yake hapo ndipo chuki inaanza kutengenezwa. Lakini ninyi viongozi wa dini ndio mna dhamana kubwa ya kuileta jamii ikaungana pamoja. Kivipi? Jifunzeni kwa Nathani. Nathani alimfuata Daudi na kumweleza dhambi aliyotenda. Ni dhambi ipi? Daudi alizini na mke wa mtumishi wake Uria. Ndipo Nathani alipotumia hekima ya hali ya juu akamfuata Daudi na kumpa mfano. Baadaye yeye mwenyewe mfalme akahukumu kutokana na ule mfano. Na ndipo Nathani akamwambia muhusika mwenyewe ni wewe. Tunataka viongozi wa dini mfanye hivyo. Sio mnakuja public na kutuambia kwamba fulani ni fisadi, fulani ni mla rushwa, fulani ni mbadhirifu wa mali ya umma. Mimi ninaongea hii injili, simtaji mtu yeyote. Ninajua mathalani kuna rushwa, kuna ufisadi, kuna ubadhirifu wa mali ya umma pamoja na mambo yote ambayo yanaendelea kwenye jamii na taifa letu. Mimi ninaona kwa upana mkubwa zaidi kwamba ninaiona rushwa ndani ya jamii. Ninaiona rushwa kuanzia kwenye familia. Ninaona ubadhirifu wa mali ya umma kuanzia kwenye jamii tunapotoka. Kwa nini? Hawa viongozi ambao wapo serikalini wametoka kwenye jamii zetu. Na kama wametoka kwenye jamii zetu, hawa viongozi maana yake wana display, wanaonyesha kile kitu ambacho kipo kwenye jamii. Sasa inatakiwa tukibadilishe, na si chanzo cha sisi kuanza kugombana na kulumbana. Kivipi? Watumishi wa Mungu, mimi pia hata rushwa naiona makanisani, ninaiona kwenye sehemu za ibada, rushwa, ubadhirifu wa mali ya umma ninauona. Kivipi? Angalia mchungaji wako namna anavyodiri na kuwarudisha kwenye njia wala ambao wana fedha na wala ambao hawana fedha, wala ambao wana mchango mkubwa kwenye michango. Yani mchango wote unapotokea yeye ndiye huwa anatoa zaidi, na wala ambao wao huwa wanatoa kwa kuungaunga. Inapotokea kwamba ni swala ametenda labda kosa kubwa, huyu ambaye huwa hatoi mchango mkubwa ana namna yake ya kushughulikiwa na huyu mtoa mchango mkubwa. Maana yake sasa mchungaji hata muonya direct huyu anayetoa mchango mkubwa, kwa sababu anajua huyu huwa anachangia pato kubwa zaidi katika michango, ila atamuonya sawa huyu ambaye huwa anachangia kwa kudonoa, kwa sababu anajua hata kama akimpoteza hamna shida. Maana yake na wachungaji na ninyi mmeingia kwenye mtego wa utafutaji wa fedha kuliko kuhubiri injili iliyo ya kweli. Injili ya kweli sio ya kupokea magari, injili ya kweli sio ya kupokea nyumba. Injili ya kweli ni ipi? Ngoja niwaambie. Watumishi wa Mungu pamoja na viongozi wa serikalini kwenye sehemu ambapo wanaapishwa,
Kama asiposhika Biblia atashika msahafu. Maana yake inamaanisha kwamba hawa watu wanatoka kwenye dini ambapo sasa hizi dini zipo kwenye jamii yetu. Maana yake kama ni wala rushwa, maana yake hadi kwenye dini zao rushwa ipo inaendelea. Kama kusingekuwa na rushwa, basi wangeweza kusimama katika haki. Niwakumbushe kitu kimoja, haki ndiyo huleta amani. Lakini haki inaletwa na nini? Haki inaletwa na upendo. Unajua kukiwa na upendo, basi jamii itaishi kwa haki. Kila mmoja atatenda sawa na anavyotaka kumtendea mwenzake. Na hapo ndipo upendo huleta haki. Na baada ya haki huleta amani. Amani na haki haviji kwa mahubiri, haviji kwa kugombana, vinakuja kwa kubadilisha mfumo wa maisha tunaoishi. Sasa nataka niwakumbushe Biblia hiyo ambayo huwa mnaishika kipindi mnaapa. Sidhani sijasoma kwenye Qur'ani, nitatumia Biblia. Inasema hivi, Amosi 5:14. Ninawakumbusha, tafuteni mema wala si mabaya, mpate kuishi. Hivyo Bwana Mungu wa majeshi atakuwa pamoja nanyi kama asemavyo. Maana yake kama mnatafuta mabaya, hamtapata kuishi, na Bwana wa majeshi hatakuwa pamoja na sisi kama anavyosema. Bwana wa majeshi atakuwa pamoja na sisi pale tunapoyatafuta mema na tutaishi. Utaenda kusoma wewe mtumishi wa Mungu, wewe kiongozi, lazima ujifunze kutoka kwenye hivyo vitabu, ndipo utapata hekima ya kuweza kuwaongoza watu walio wengi. Bila hivyo lazima utatumia akili yako, na utakapotumia akili yako unaweza ukafanya maamuzi kwa hasira. Lakini pia nataka niwakumbushe Waebrania 12:14 unasemaje? Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nayo. Maana yake kama hautafuti kwa bidii kuwa na amani, hautamuona Bwana. Bwana awabariki sana. Fanyeni